Je, umewahi kufikiria tena kuhusu kipindi fulani cha maisha yako na kugundua jinsi ulivyokuwa kipofu? Kipofu kabisa. Hivyo ndivyo ilivyotokea kwangu, karibu mwaka mmoja uliopita. Nilikuwa na kila kitu, au angalau ndivyo nilivyodhani. Kazi ambayo wengi wangeitamani, mke mrembo, nyumba nzuri katika eneo zuri, na kutoka nje ilionekana maisha kamili. Ukimuuliza yeyote anayenijua angewajibu, Juma ana kila kitu sawa. Laana, nilidhani hivyo mimi mwenyewe pia. Nilianzisha studio ya ubunifu, inaitwa Ubunifu Design. Nilianza ikiwa na umri wa zaidi ya miaka 25, kwa kompyuta ya mkononi iliyochakaa, daftari la kuchora na usiku mwingi bila usingizi. Nilikaa macho hadi saa 8 au 9 usiku, nikila sandwichi zilizotayarishwa tayari kutoka dukani, nikizungukwa na vikombe vya kahawa na karatasi zilizokunjwa. Kulikuwa na miezi ambapo sikujua kama ningelipa kodi, lakini niliendelea. Juhudi hiyo iligeuka kuwa kitu halisi, kikubwa. Leo tuna ofisi yetu katika eneo la biashara, watu 10 wa kudumu, wateja kote nchini na baadhi nje. Tunabuni kila kitu, kutoka kidhibiti joto cha smart hadi mashine ya kahawa ya ubunifu, hadi vifaa vya nyumbani vya anasa. Ikiwa inaunganishwa na umeme na kurahisisha maisha, kuna uwezekano mkubwa tuliibuni sisi. Hatimaye tulikuwa maarufu. Magazeti ya fani yalizungumza juu yetu. Kampuni mpya zilituandikia ili tushirikiane. Watu wenye viatu vya kung'aa na ofisi katikati ya jiji walitoa ofa za kutununua kila baada ya miezi miwili. Lakini sikutaka kuuza. Nilipenda kile nilichokuwa nikifanya. Nilipenda kuanza kutoka sifuri na kujenga kitu. Studio hiyo ilikuwa mtoto wangu. Na kisha kulikuwa na yeye, Neema. Alikuwa na uzuri uliofanya kichwa kizunguke na kukufanya usahau ulichokuwa ukisema. Nywele zake za rangi ya kahawia nyekundu ndefu zilichukua mwanga kama shaba, macho meupe yenye uwazi, miguu isiyoisha. Alitembea kwa ujasiri wa mtu anayejua anapendeza, lakini bila kujionyesha. Alikuwa mstaarabu, mwenye utulivu. Alijua kutumia umma sahihi kwenye chakula cha jioni muhimu, lakini angekunywa bia na sandwichi na marafiki bila kutetemeka. Tulikutana kwenye maonyesho ya sanaa, yeye alikuwa akifanya kazi ya kupanga matukio na tukaanza kuzungumza kana kwamba tumejuana tangu zamani. Tulijadili majengo ya zamani, herufi za uchapishaji, alisisimuka kwa umbo la vipini vya milango. Nilielewa mara moja kuwa hakuwa kama wengine. Alielewa jinsi kichwa changu kilivyofanya kazi. Hakustahimili tu shauku yangu, aliishiriki. Alikuwa na jicho lake mwenyewe kwa maelezo, mtindo wake mwenyewe. Baada ya muda alianza kufanya ushauri wa ubunifu wa ndani ya nyumba kutoka nyumbani, hasa kwa wateja wenye pesa nyingi na ladha kidogo. Alikuwa na jicho zuri kweli, hilo ninalikubali. Kazi zake zilionekana kila mara kama zimetoka kwenye jarida la rangi, kamili na za asili. Tulinunua nyumba nje kidogo ya jiji, si mbali sana lakini ya kutosha kuwa na utulivu jioni. Nyumba ya orofa 2 yenye ukumbi, mahali pa kawaida unapofikiria kulea watoto wawili. Tuliijaza na fanicha za miaka ya 60 na 70, picha za wasanii wa eneo, mito mingi. Ilionekana kama jalada la jarida la nyumba. Tulikuwa wanandoa hao wenye neema, wenye mafanikio, waliotamanika. Watu walisema tulikuwa kama kitabu, chochote kinachomaanisha. Lakini hapa ndipo suala lilipo, nilikuwa nimezingatia sana picha hiyo hadi sikugundua wakati ardhi chini ya miguu yangu ilipoanza kufurika. Mwanzoni zilikuwa mambo madogo. Hakuna cha kushangaza. Maelezo tu. Wakati mmoja tulilala tukizungumza hadi usiku. Kisha ikawa kutazama mfululizo kwa kimya. Asubuhi ilianza kwa busu na utani, sasa ilikuwa ishara tu, kunywa kahawa, kila mmoja kwa upande wake. Ni ajabu jinsi urafiki wa karibu unavyoweza kugeuka kuwa umbali haraka. Jambo moja lililonigusa, alianza kuwa daima ameshikamana na simu. Daima akiandika, akisogeza hata mezani. Mwanzoni sikujali. Nilidhani alikuwa anaratibu na wateja au kuchapisha kazi. Kisha siku moja nilichukua simu yake kutoka kaunta ili kuangalia matokeo ya mechi ya Simba dhidi ya Yanga. Ilikuwa imefungwa. Neno siri.
Hakuwahi kufanya hivyo hapo awali. Hatukuwa na siri. Nilimuuliza nikijaribu kuifanya iwe nyepesi. Alitabasamu, akacheka kidogo, akasema, hii sina tena miaka 20, Juma. Kila mara ninahitaji faraga kidogo. Kisha akanipa busu kwenye shavu, akajifunga skafu begani na kurudi ofisini kwake kana kwamba hakuna kitu. Na labda ilikuwa kweli hakuna kitu. Labda nilikuwa nikizidisha. Hivyo ndivyo nilivyojirudia. Lakini wakati huo ulibaki ndani yangu. Tabasamu hilo ambalo halikufika machoni. Njia aliyopita juu kana kwamba alikuwa tayari na jibu. Ilikuwa Jumanne ya kawaida. Nilifika ofisini karibu saa 2:15 asubuhi, nikachukua kahawa kutoka mashine, nikaketi kuandaa wasilisho la saa 4. Tulikuwa tukifanya kazi kwenye mstari mpya wa vidhibiti joto smart kwa kampuni ndogo ya teknolojia ya nyumbani, na nilikuwa nimetumia sehemu kubwa ya wikendi kukamilisha picha na michoro ya mtiririko. Nilikuwa nimeridhika. Nilidhani inaweza kuwa moja ya miradi iliyofanikiwa zaidi ya hivi karibuni. Nilifungua seva ya kampuni kupakua faili, hazikuwepo. Niliangalia kwenye folda mbalimbali, kisha nikakumbuka niliwahifadhi kwenye desktop ya nyumbani. Ningepaswa kuwapakia Jumapili jioni, lakini marafiki walikuja chakula cha jioni baada ya vinywaji viwili na mchezo wa nguvu jikoni na rafiki yangu George. Hadithi ndefu, niliwasahau kabisa. Haikuwa mwisho wa dunia. Kwa kawaida ningemtuma ujumbe Neema nikiomba anipelekee. Siku hiyo alikuwa akifanya kazi kutoka nyumbani, alipaswa kumaliza michoro ya ukarabati wa bafuni kuu. Nilichukua simu na kupiga namba ya nyumbani. Milio 4. Ujumbe wa sauti. Ajabu. Bado tunaifanya, hasa kwa ndugu wazee ambao hawataki kujua kuhusu simu za mkononi, lakini ilikuwa imeunganishwa na ilifanya kazi mara ya mwisho nilipoangalia. Hakuna kitu kibaya, nilijaribu simu yake ya mkononi. Moja kwa moja kwenye ujumbe wa sauti. Hii pia ilikuwa ajabu. Neema hakuwahi kuzima simu. Alikuwa mmoja wa wale wanaoibeba hata chini ya bafu, akiacha juu ya sinki labda mteja apige simu nikiweka konditioner kama alivyosema. Sikupata hofu, lakini ilikuwa ajabu. Labda alikuwa ametoka. Kahawa, ununuzi, matembezi. Niliamua kupita nyumbani kuzichukua mimi mwenyewe. Dakika 20 kwa gari kutoka ofisini. Wasilisho lilikuwa alasiri. Nilimjulisha meneja wa mradi kuwa ninatoka kidogo na nikapanda gari. Hali ya hewa nzuri kwa mwanzo wa majira ya kuchipua, digrii 18, anga safi, moja ya siku zile unazoshusha madirisha na kuweka muziki. Hivyo nilifanya. Nilikuwa nikiweka muziki wa rock wa zamani na nilikuwa nikasikiliza wimbo mmoja wakati nilipoingia barabara ya nyumbani. Miti ilikuwa inaanza kuchipua, majani yalikuwa ya kijani zaidi, kila kitu kilionekana kawaida. Tulivu. Kama kawaida katika eneo hilo. Wanandoa wazee wenye mbwa kwenye kamba. Magari ya usambazaji nusu ndani ya viwanja. Kengele ndogo zilizolia kwenye balkoni. Kisha nilifika mbele ya nyumba na kitu hakikulingana. Kulikuwa na gari la umeme la rangi ya kijivu metali kwenye barabara ya kuingia. Si gari la bluu ya giza la Neema. Si gari langu la kijivu. Gari la Model 3 la hivi karibuni, magurudumu meusi mate. Sikutambua mara moja. Kisha nikaelewa. Lilikuwa la David Mwangi, mbunifu wangu mkuu. Asubuhi hiyo alikuwa amepiga simu akisema hajisikii vizuri. Maumivu ya misuli, baridi, labda virusi. Hakuonekana sawa kwenye simu. Sauti iliyozimika. Alisema atapumzika na labda aungane kutoka nyumbani alasiri ikiwa anajisikia bora. Kwa hiyo kwa nini gari lake lilikuwa kwenye barabara yangu ya kuingia? Nilisimama kando ya barabara na kubaki pale kidogo nikitazama gari hilo. Halikuwa limeegeshwa kama mtu anayefanya utoaji wa haraka. Liliingia kwa pembeni karibu na karakana kana kwamba limekuwa pale kwa muda. Madirisha yamefungwa, kioo cha mbele chenye filamu ya mvuke inayotokea gari limezimwa kwa muda mrefu. Sikushuka mara moja.
Wazo la kwanza halikuwa la kutisha. Labda Neema alikuwa amemwomba David amsaidie na baadhi ya picha. Alikuwa na mradi na kampuni ya taa. Tulikuwa tumezungumza sote pamoja kwenye kinywaji wiki chache zilizopita. Labda ilikuwa kikao cha ubunifu. Lakini hakikunishawishi. David hakuwa ameniambia chochote. Hata Neema. Na kwa nini asiniambie ikiwa alipaswa kupita nyumbani? Nilizima gari na kushuka. Kimya kamili. Hakuna sauti kutoka ndani ya nyumba. Hakuna muziki. Hakuna sauti. Eneo letu daima ni tulivu, hasa siku za kazi, lakini kimya hiki kilikuwa tofauti. Nilitembea kwenye barabara ya kuingia nikijaribu kusikiliza. Hakuna milio. Hakuna hatua. Niliangalia namba. Ilikuwa yake. Namba maalum ya chuo. Davides alisema daima kuwa anavunja kanuni za ubunifu, upuuzi, lakini ilikuwa yake. Nilijaribu mlango wa kuingia. Uliokuwa wazi. Neema daima alifunga kwa ufunguo, hata akienda kumwagilia mimea nyuma. Alikuwa ameshikamana na mambo haya. Nilifungua polepole na kuingia kwenye ukumbi. Nyumba ile ile. Harufu ile ile ya kisambaza harufu. Hakuna kitu nje ya mahali. Na bado kila kitu kilikuwa kibaya. Niliita polepole, Neema. Mara moja tu. Hakuna. Sikutaka kupiga kelele. Sikutaka kuruka kwenye hitimisho. Nilitembea kwenye korido hadi ofisi yake. Tupu. Ajenda wazi juu ya meza, kalamu imewekwa juu kana kwamba alikatizwa. Kompyuta imefungwa. Chupa ya maji yenye matone bado nje. Alikuwa amekuwa pale muda mfupi uliopita. Nilipita jikoni. Bado kimya. Hakuna vyombo, hakuna vikombe. Niliangalia sebuleni. Televisheni imezimwa. Hakuna mifuko. Hakuna viatu karibu na mlango wa nyuma. Nyumba ilikuwa isiyohamishika. Isiyohamishika sana. Na ndipo niliposikia dhaifu kutoka ghorofa ya juu, ya kutosha kunifunga pale. Nilipita mbele ya kioo cha korido, nikaona uso wangu usio na hisia, uliochanganyikiwa, uliochoka. Niliita tena kwa sauti kubwa, Neema. Bado hakuna hata kelele ya mwendo ghorofa ya juu. Nilifanya hatua chache kuelekea jikoni na kuweka funguo juu ya kisiwa. Ndipo niliposikia kwanza polepole, kama kilio cha sauti, kisha kimya, kisha tena kilichozuiwa lakini kisichoweza kukosewa. Milio kutoka ghorofa ya juu. Sauti ilinigusa kifuani kama ngumi. Mwanzoni nilibaki nimesimama nikijaribu kujishawishi kuwa ni kitu kingine. Televisheni, mbwa wa jirani. Lakini ndani yangu nilijua ubongo wa binadamu haukosei kuhusu sauti fulani. Unazitambua mara moja hata ukitaka usizitambue. Niliangalia karibu jikoni nikikitafuta kitu cha kushika. Sijui nilichokuwa nikifikiria, silika ya kujilinda labda, au kujiandaa kwa kile kingekuja. Mkono uliishia kwenye kisu cha mpishi kwenye kishikio karibu na sinki. Nilichukua bila kufikiria na kuanza kutembea polepole kuelekea ngazi. Moyo ulinipiga shingoni. Nilipanda ngazi moja baada ya nyingine, kila moja ikilia kidogo chini ya uzito wangu. Sauti za juu zilikuwa zinazidi kuwa wazi kwa kila hatua. Hakukuwa na shaka tena. Haikuwa televisheni. Haikuwa kuelewana vibaya. Nilifika juu, korido ilikuwa kwenye giza kidogo, mwanga kidogo tu ukiingia kutoka dirisha mwishoni. Nilisimama mbele ya mlango wa chumba cha kulala. Ulikuwa umefunguliwa kidogo. Pengo tu. Ndipo niliposikia sauti yake. Neema, yule niliyemjua kwa miaka, alikuwa na sauti isiyoweza kukosewa. Nyepesi, yenye ukali kidogo, karibu ya muziki alipokuwa akifanya utani. Sauti ile ile ilisema sentensi ambayo sitaisahau kamwe. David, bado tuna mara mbili kabla Juma aanze kushuku. Nachukia kusema uongo lakini ninahitaji.
Kabla hatujaanza kujenga familia. Kabla sijaacha kidonge. Sikusogea. Sikupumua. Nilitazama mishipa ya mbao ya mlango nikijaribu kuchakata kile nilichosikia. Ilikuwa kama ngumi tumboni, kisha dunia ikasimama. Mwili uliendelea kufanya kazi, mikono ikishika kisu, moyo ukipiga, pumzi iliyozuiliwa, lakini akili ilikuwa imesimama kabisa. Haikuwa tu usaliti nyuma yangu. Ilikuwa imepangwa, imeandaliwa, yenye ratiba. Kuzunguka mimi. Kuzunguka kile alichokuwa kinaambia kuwa miradi yetu ya baadaye. Mustakabali ambao kwa wazi kwake haukumaanisha chochote. Niliingiza mkono mfukoni, nikachukua simu. Vidole vilisogea peke yake, nilifungua programu ya kurekodi sauti, nikabonyeza rec. Sijui hata kwa nini, labda nilijua baadaye nisingeamini. Labda nilihitaji ushahidi ili kubaki na akili timamu. Kisha ikaendelea. Mimi sitaki kujuta kwa kutokufanya kamwe. Mara nikiwa mama, imeisha. Hii ni nafasi yangu ya kujisikia hai tena. Huelewi? Hai tena. Kana kwamba sikuwa nimekuwa karibu naye kila hatua katika miaka 10 iliyopita. Kana kwamba sikutoa wikendi, akiba, miaka yangu bora kujenga kitu kwa ajili yetu. Nilisukuma mlango kidogo. Ya kutosha kuona. Pembe ilinipa mtazamo kamili kwenye kitanda. Kitanda chetu. Shuka za rangi ya cream. Picha yetu ya harusi bado imewekwa fremu juu ya meza ya kitanda. Na hapa walikuwa Neema na David. Sikuweza kuondoa macho. Yeye alikuwa juu yake. Shuka zilizozungushwa. Nywele zilimwanguka mabegani. Alikuwa akicheka. Akipumua kwa shida. Mgongo umeinama kama katika eneo la filamu, moja ya zile bandia unazofikiria hazitokei maishani. Mikono imefungwa na yake. Na sauti yake, niambie David. Niambie. Hakuna anayenimiliki kama wewe. Hakuna aliyewahi. Nakwambia ukweli, macho yangu yalififia. Masikio yalinilia. Ilikuwa kama kutupwa katika ukweli mwingine ambapo hakuna kilichokuwa na maana. Sikupiga kelele. Sikufungua mlango. Sikufanya chochote. Nilikaa pale nikirekodi kana kwamba sikuwa tena mtu. Sentensi hiyo ilinipanda kichwani, hakuna anayenimiliki kama wewe. Alikuwa mke wangu. Nyumba yangu. Kitanda changu. Maisha yangu. Na alikuwa akimwambia mtu aliyefanya kazi kwangu. Ambaye nilimuingiza katika ulimwengu wetu, niliyemfundisha, niliyempa cheo, niliyemwamini. Kila kitu nilichoamini, kila kitu nilichojenga, kiliporomoka katika sekunde chache hizo. Haikuwa tu usaliti. Ilikuwa njia aliyofanya kwa starehe. Kwa ladha. Kana kwamba ilikuwa adventure kwake. Kana kwamba mimi nilikuwa mjinga anayesubiri mstari wake bila kujua kuwa mchezo tayari umeandikwa upya. Nilifanya hatua nyuma, kisha nyingine, mwili ulitetemeka lakini pia ulikuwa umepooza. Bado nilikuwa na kisu mkononi mmoja na simu nyingine. Korido ilionekana ghafla ndefu sana. Kila picha ukutani, kila taa aliyochagua yeye ilionekana kama uongo. Sehemu ya mapambo ya maisha ambayo hayakuwepo kweli. Ndipo nilipoacha kuwa Juma na Neema. Mlango ulipiga ukuta. Neema aliruka kana kwamba amepigwa risasi. David alijikunja akivuta shuka juu kana kwamba inaweza kumlinda kutoka kwa kile alichofanya. Bado nilikuwa nimeshika kisu mkononi, si kuinuliwa, si kuelekezwa, tu pale. Simu nyingine, skrini bado imewashwa, bado inarekodi. Kwa sekunde sikusema chochote. Niliwatazama tu. Kifua kilikuwa kimeshikwa kana kwamba mbavu hazikuweza tena kupanuka kuingiza hewa. Macho ya Neema yalijikita katika yangu, yaliyopanuka na yaliyoogopa, na alishika shuka kana kwamba aibu inaweza kufuta usaliti. Juma, alianza. Nilimkatiza, sauti ya chini lakini inayotetemeka. Nyamaza. Ninyi wawili. Kaeni kitandani. Walikaa.
Neema alijifunga blanketi kama silaha. David alikuwa amejipinda, macho chini. Mikono ilikuwa ikisogea kwa wasiwasi mapajani, bado inatetemeka. Alionekana kama mvulana aliyekamatwa akiiba, si mtu aliyeharibu ndoa. Kwa dakika moja hakuna aliyesema. Pumzi nzito tu, kana kwamba hewa imeondolewa chumbani na sote tulikuwa tukijaribu kukumbuka jinsi ya kupumua. Kisha Neema alivunjika kwanza. Macho yalijaa machozi na kuanza kulia. Kilio hicho cha nusu kilio nusu kamasi. Alisogea kuelekea kwangu, sauti iliyovunjika. Haikumaanisha chochote, Juma alisema, kana kwamba maneno hayo yana nguvu ya kichawi. Wewe ndiye ninayempenda. Na kuapia. Nilikuwa nimechanganyikiwa. Sikufikiria. Usifanye, nikasema. Usizungumze nami kana kwamba mimi ni mjinga. Aliruka. Kisha hatimaye David alizungumza. Ilikuwa tu kitu cha kimwili, alibubujika. Haibadilishi kile ninachofikiria juu yako, Juma. Ninakuheshimu. Nimekuheshimu daima. Nilicheka. Si kicheko kizuri. Kimoja cha mfupi chenye uchungu kinachotoka wakati hakuna tena cha kusema. Juma, niliyarudia. Bado una ujasiri wa kuniita Juma? Aliinua macho. Nadhani ilikuwa mara ya kwanza aliniona kweli tangu nilipoingia. Kulikuwa na hatia pale. Labda hata hofu. Lakini haikumaanisha. Niliwelekeza simu kwake. Niambie kila kitu, nikasema. Kila undani. Kila mara. Kila mahali. Ninataka kusikia kutoka kwako. Alisita. Niambie. Na alifanya. Ilianza kwenye maonyesho ya ubunifu miezi 4 kabla. Wote wawili walikuwa pale. Neema alikuwa na tukio kwa mteja. David aliwakilisha ubunifu design. Mimi sikuwa pale kwa sababu nilikuwa nikiandaa uzinduzi wa bidhaa. Alisema walikuwa wamechukua vinywaji. Walizungumza hadi usiku. Walishiriki teksi hadi hoteli. Unajua jinsi hadithi hizi zinavyoenda. Baadaye ikawa mikutano kwenye hoteli wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana. Nilidhani ametoka kwa kazi au ununuzi. Badala yake alikuwa akikutana naye. Wakati mwingine katika nyumba yake, wakati mwingine katika hoteli za bei nafuu mjini. Na kisha mwishowe nyumba yetu. Kitanda chetu. Mahali tulipolala kuchagua majina ya watoto. Mahali tulipopanga likizo. Mahali tulipopita Jumapili tulivu tukibuni michezo ya kijinga kutuchekesha. Hapo ndipo walipokuwa wakitumia. Niliuliza mara ngapi? Alisema hajui kwa usahihi. Mara 10. Labda zaidi. Neema alilia kwa sauti zaidi. Sauti iliyovunjika. Juma, tafadhali, alinong'ona. Nimekosea. Sikutaka kukuumiza. Ilikuwa kana kwamba sikuwa mimi. Nilidhani ninahitaji kitu tofauti. Chapori. Lakini haikuwa chochote. Wewe ndiye ninataka. Na kuapia. Nilikuwa karibu kumaliza. Sikujibu mara moja. Nilimwangalia tu. Ulikuwa karibu kumaliza, niliarudia polepole. Baada ya muda gani tena? Sijui, alisema. Nilidhani labda mara nikiwacha kidonge na tuanze kujaribu, kila kitu kingerudi sawa. Ilinipiga. Alikuwa amepanga hata katika ratiba. Kutumia awamu hii kuchukua msisimko aliofikiria anahitaji, kisha kurudi katika maisha tuliyojenga kana kwamba hakuna kitu. Kana kwamba ilikuwa sura ya kufunga kimya bila kuniambia kamwe. Ulikuwa unanidanganya wakati tulikuwa tukizungumza kuhusu kupata mtoto, nikasema, zaidi kwangu mwenyewe kuliko kwao. Uliniona machoni. Ulishika mkono wangu. Na ukapanga hii. Neema hakuweza hata kuinua kichwa. Alikuwa rundo tu la machozi na msamaha uliobubujika. David alijaribu tena. Nimefanya fujo, Juma. Najua. Sikufikiria. Sikutaka kufika mbali hivyo.
Hukutaka kufika mbali hivyo. Nikasema, unamaanisha uongo au ukweli wa kuingia nyumbani kwangu? Au ukweli wa kupanda kitandani kwangu wakati mimi najichosha kulipa mshahara wako? Hakujibu. Nilikaa pale, simu bado ina rekodi, kisu bado mkononi. Sijui kwa nini sikuwa bado nimekiweka chini. Labda nilihitaji kitu thabiti kushika, kitu kinachonizuia kuzama sakafuni. Niliwatazama ubavu kwa ubavu kitandani, wamefungwa shuka ile ile, kana kwamba hii inawafanya wasio na hatia. Na nikaelewa jambo moja: haikuwa tu usaliti, ilikuwa uharibifu. Na mimi nilikuwa wa mwisho kujua. Usiku huo sikubaki nyumbani. Sikuweza hata kushuka ngazi. Kulionekana kuvuka uwanja wa migodi wa kumbukumbu. Kila picha iliyowekwa fremu, kila fanicha iliyochaguliwa pamoja, hata harufu ya mahali, yote yalinipa kichefuchefu. Nilipanda gari bila kusema neno lingine, bado na simu mkononi, mikono ikitetemeka sana, hadi karibu nikaangusha funguo nikiiwasha. Nilienda moja kwa moja ofisini. Nilishuka kwenye karakana ya chini, nikaegesha mahali pa kawaida kana kwamba ilikuwa jioni ya kawaida. Nikapanda ghorofa ya 3. Sikuwasha hata taa. Nilienda kwenye chumba cha mikutano, nikafunga mlango na kujitupa kwenye sofa ya ngozi ndefu tunayotumia kwa wasilisho kwa wateja. Sikuwasha televisheni, sikuchukua blanketi. Nilikaa pale nikitazama dari, nikijisikia kama ganda tupu. Ilikuwa mara ya kwanza maishani mwangu nilijisikia tupu kabisa. Si hasira, si machozi, tupu. Kana kwamba nimeondolewa kila kitu na hakuna kilichowekwa mahali pake. Nadhani nililala wakati fulani, lakini ilikuwa usingizi wenye wasiwasi uliovunjika. Nilisinzia kwa dakika chache, kisha nikaamka kwa ghafla na sauti yake kichwani. Sentensi ile mlaani, niambie David, niambie. Bado niliisikia kama wimbo usiotoka kichwani, isipokuwa haikuwa wimbo. Ilikuwa sauti ya kila kitu kinachovunjika. Jua lilipochomoza niliinuka, nikanawa uso kwa maji baridi bafuni na kwenda moja kwa moja ofisini kwa mkuu wa rasilimali watu. Hakuwa bado ameketi nilipomwambia, David Mwangi amefukuzwa kazi mara moja. Ukiukaji mkubwa wa kibinafsi. Nyaraka zitafuata. Sitaki tena jengeni. Alipiga kope, alishangaa lakini akakubali. Nimeelewa. Kisha nilienda kwa usalama. Nilifanya kuzima badge. Nilisema asije kwa sababu yoyote. Hata akiwasili na kahawa kwa timu yote au kwa suti. Alikuwa nje. Imeisha. Alikuja karibu saa 4 akijifanya bado ana haki ya kupiga muhuri baada ya kile alichofanya. Nilimwona kutoka kamera ofisini kwangu, yeye akijaribu kumshawishi askari, mikono juu, uso wenye wasiwasi. Askari hakupiga kope. Alichukua badge, akampeleka gari na kumwambia akiwa kurudi watapiga simu polisi. Sikumzungumzia. Sikumwangalia hata. Hakustahili. Baadaye nilifunga mlango wa ofisi na kumpiga simu Matayo, msimamizi wangu. Alijibu kama kawaida, niambie bosi, kuna nini? Sikupoteza muda. Tunauza. Anza kuandaa. Kimya kwa sekunde chache. Kisha aliuliza, unasema kweli? Tumeikataa ofa 2 mwezi huu. Kweli kabisa. Ni kwa sababu Ndiyo, nilimkatiza. Fanya tathmini. Andaa wakili. Nataka kufunga kabla ya mwisho wa robo. Hakujadili. Matayo yuko nami kwa muda wa kutosha kujua nilipoamua. Ukweli ni kwamba sikuweza tena kukaa katika jengo hilo. Si kwa David. Hata si kwa Neema. Kwa sababu kila kitu kilinikumbusha maisha nilidhani ninajenga. Maisha ambapo niliweka kila kitu. Kila mchoro ukutani ofisini kwangu, kila tuzo iliyowekwa fremu, kila utani wa kijinga kwenye ubao wa mikutano ya usiku, kwa namna fulani yote yalirudi kwake. Na sasa uhusiano huo ulikuwa umewekwa sumu. Kuingia tu katika eneo la ubunifu kulinifanya nijisikie vibaya. Kana kwamba ninaingia bila ruhusa mahali ambapo sikuwa tena yangu.
Alasiri hiyo nilirudi nyumbani. Sikuwa na mpango. Nilijua tu kwamba nilipaswa kuchukua vitu vyangu na kuondoka kabla sipoteze uvumilivu mdogo uliobaki. Nyumba ilikuwa kimya. Hakuna alama yake chini. Nilidhani ameenda kwa dada yake au rafiki fulani kulia na kutoa hasira juu ya jinsi nilivyokuwa mkatili kwa kutomsamehe mara moja. Nilipanda chumbani. Eneo la siku iliyopita lilinipiga kama treni. Mapigo yaliongezeka. Karibu nilisikia tena sauti zao. Mikono ilinishika bila kujua. Kitanda kilikuwa kimefanywa upya. Blanketi limeondolewa. Mito imehamishwa. Lakini hakubadilisha chochote. Picha ilikuwa imechapishwa akilini kama kuchoma. Nilifungua kabati na kuchukua mizigo miwili. Nilitupa ndani vitu vya wiki mbili: shati za kazi, jeans, suti ya michezo, vifaa vya kujipamba. Sijali kukunja au kupanga. Nilipaswa tu kutoweka. Nilipokuwa nikiandaa, niliangalia upande wake wa kabati. Kila kitu kikiwa sawa. Buti zake anazopenda zimepangwa. Skafu zimehangwa kama alivyopenda. Sanduku la vito limefunguliwa kidogo kana kwamba alichukua kitu haraka. Ilionekana bandia. Kama kuingia nyumba inayouzwa kwa picha. Hakukuwa tena upendo katika chumba hicho. Wala joto. Vumbi na kimya tu. Kabla ya kuondoka nilienda jikoni, nikachukua kisu kile kile cha mpishi nilichokuwa nimebeba juu siku iliyopita, nikarudi chumbani. Nilichukua moja ya mito ile ya upande wangu wa kitanda hii na kupanda blade katikati. Kirefu. Safi. Mpini ulibaki nje kama sanamu isiyo ya kawaida. Sikuacha barua. Sikuubisha mlango. Nilitoka, nikapanda gari na kuondoka. Aipate na aelewe inamaanisha nini. Aitazame kama nilivyowatazama wao. Ajaribu kuelewa kuwa ilikuwa halisi, kuwa matendo yana uzito, na kuwa unapofanya bomu kulipuka moyoni mwa mtu haiwezi kuunganishwa tena kwa namna ile ile. Kisu hicho hakikuwa tishio. Hakikuwa vurugu. Ilikuwa ujumbe. Wazi na baridi. Nimeisha. Siku niliyoacha nyumba kwa muda wote nilizima simu na sikuizungusha tena. Nilienda mara moja kwa mtoa huduma na kuzima namba. Simu mpya. Mpango mpya. Namba mpya. Hakuna mbelelezo. Hakuna ujumbe wa sauti. Hakuna mawasiliano. Sikutaka kusikia sauti yake, sikutaka kusoma neno moja kutoka kwake, wala ujumbe wala barua pepe. Hakuna. Ikiwa alitaka kuomba msamaha angeweza kufanya katika utupu. Nilisogea haraka. Sikumwambia mtu yeyote isipokuwa kundi dogo la kuaminika nilikokuwa ninaenda. Sikumpa furaha ya kujua kama nilikuwa mitaani miwili au upande mwingine wa nchi. Nilihitaji nafasi isi aina unayofanya hatua mbili kufuta mawazo. Nilihitaji kutoweka kwa muda. Alikuwa amenichukua sana. Hakuwa tena na haki ya kunifikia. Alijaribu hata hivyo. Kutoka kwa kile nilichojua baadaye, mara alipogundua nimepotea aliingia hofu kamili. Alinyeshea namba yangu ya zamani kwa siku kadhaa kabla haijazimwa. Alipoelewa sijibu, aligeukia marafiki au bora wale waliokuwa marafiki wetu. Marafiki tangu chuo. Wanandoa tuliokula nao. Watu waliofika nyumbani kwa siku za kuzaliwa, sherehe, kuchoma nyama. Mwanzoni alifanya sehemu ya asiye na hatia aliyetubu, akisema amekosea, anataka kuzungumza tu, kuwa mimi nilikuwa nimezidisha na baridi. Lakini hakuna aliyemwamini. Walikuwa tayari wamezungumza nami. Walijua kilichotokea. Walijua alichofanya. Na karibu wote walikuwa wameona na kusikia rekodi, ushahidi wangu. Ukweli wangu. Walimtoa kabisa. Hakuna aliyeendelea kumjibu kwa muda mrefu. Baadhi hawakujibu kabisa. Mmoja wa vijana George, rafiki tangu zamani alinieleza kuwa alifika ofisini kwake na kusubiri saa moja kwenye mapokezi hadi yeye akamwambia usalama ampeleke nje. Alifanya maonyesho. Akililia. Akiomba. Akijionyesha kama mwathirika.
Wazazi wangu walinieleza alipiga simu mara 2. Ya kwanza baba yangu alijibu. Alifanya karibu habari za asubuhi bwana, kwamba yeye alikata. Ya pili mama yangu alijibu na kumwambia usipige tena namba hii, na mwisho walimzuia baadaye. Hakuweza tena kusema neno. Alijaribu pia na dada yangu ambaye hakuwahi kuwa shabiki wake. Dada yangu hakutumia maneno ya kuzunguka. Sio tena mume wako, alimwambia. Umehakikisha wewe mwenyewe. Lazima iliumiza. Mwishowe aliposhindwa kunifikia kupitia watu wa maisha yangu, alikuja ofisini. Paulina, msaidizi wangu wa muda mrefu, alikuwa kwenye meza yake siku hiyo. Kutoka kwa kile alinieleza baadaye, Neema aliingia kana kwamba ni nyumba yake, amevaa vizuri, labda alidhani kuonekana kama mke mwaminifu kungempa uelewa kidogo. Hakuuliza hata kwa upole. Alienda moja kwa moja kwake na kusema, Juma yuko. Lazima nizungumze naye. Paulina hakusogea. Ni mgumu kama jiwe. Alimwangalia moja kwa moja machoni na kusema, Juma hafanyi kazi tena hapa. Ameondoka. Usirudi. Neema alisimama kidogo, kana kwamba haamini mtu anaweza kweli kumfukuza. Kisha akafungua bomba, machozi, sauti inayotetemeka, onyesho lote. Paulina hakusogea. Alimwambia, usipoondoka naitisha usalama. Na Neema akatoka. Lakini hakuacha. Siku 10 baadaye nilianza kuona mtu akizunguka kwenye maegesho ya nyumba ndogo niliyokodi. Gari bila alama. Daima na kofia ile ile ya baseball. Hakuonekana hatari, lakini kitu ndani yake hakikulingana. Alikuwa pale nilipotoka kukimbia asubuhi, ameketi akijifanya kutazama simu. Kisha nilimwona tena kwenye baa umbali wa vijiji viwili akisoma gazeti, lakini akiniona juu. Mara ya 3 ilitosha. Nilimkabili bila kufanya kelele. Nilienda kwenye dirisha nikagonga mara moja. Aliposhusha nilimwambia, mwambie anayekulipa kuwa anapoteza pesa. Alionekana kushangaa, labda aibu. Kisha akaanza gari na kutoweka. Sijui kama alikuwa mpelelezi wa faragha au mtu aliyetolewa mtandaoni. Hata hivyo haikufanya kazi. Sikuwa najificha. Nilikuwa nimepotea. Kuna tofauti. Kwa wiki zilizofuata nilisogea kama mzuka. Nilikaa katika nyumba ya kukodi kando ya bahari. Kijiji kidogo, tulivu. Watu wenye urafiki wasiofanya maswali. Nilifanya maisha ya chini. Nilifanya kazi kutoka mbali. Sikwenda karibu mtandaoni. Nilienda supermarket kwa saa za ajabu, nilitembea pwani ilipokuwa tupu, nilitumia muda mwingi nimeketi kwenye balkoni nikitazama bahari, nikijaribu kuelewa nini kilikuwa kimetokea maishani mwangu. Kila mara nilipokaribia wazo la kumwasiliana, sauti yake ilirudi akilini katika chumba hicho. Njia aliyocheka. Njia aliyofurahia kile alichokuwa akifanya. Nilijirudia, hisi kuhusu hasira tena. Ni kuhusu amani. Kujiweka mbali na kelele, drama, madhara. Nilipaswa kujenga upya na yeye hakuweza kuwa sehemu. Alijaribu. Sikuwajibu. Na nisingefanya kamwe. Karibu miezi 2 baada ya kuondoka niliandaa kifurushi. Nilichukua muda sehemu kwa sababu nilitaka kuwa na uhakika ninafikiria wazi, si kujibu kwa msukumo, sehemu kwa sababu sikutaka kuharakisha wakati. Nilitaka ahisi uzito. Nilitaka afungue sanduku hilo na aelewe hatimaye kuwa sikuwa nikingoja msamaha wake. Sikuwa pembeni kwa mwisho mzuri. Hakukuwa na sehemu ya pili kwa ajili yetu. Mwisho haukukuwa kitu nilichokusudia kumpa. Ilikuwa kitu nilichokusudia kumwonyesha, kisha kuacha nyuma milele. Sanduku halikuwa kubwa. Kadibodi rahisi bila mtumaji. Jina lake tu na anwani ya nyumba ya zamani iliyoandikwa kwa herufi kubwa. Sikuipamba wala kufanya maonyesho. Haikuwa hilo lengo. Ndani kulikuwa na vitu 5. Kila kimoja kilichaguliwa kwa uangalifu. Kila kimoja kilifanywa kuzungumza badala yangu kwa sababu mimi nilikuwa nimeisha kuzungumza.
Kwanza, pete yangu ya harusi. Niliivaa kila siku tangu tuliposema ndio. Katika usiku wa ofisini, katika kila sherehe, katika kila maadhimisho, katika miaka migumu pesa zisipotosha, na katika zile ambazo hatimaye mambo yaligeuka. Sikuiondoa kamwe. Hata baada ya yote haya sikuiburuza. Niliweka kwenye drawer, niliitazama jioni fulani, nikijaribu kuelewa jinsi kitu kidogo hivyo kinavyoweza kuwakilisha kitu kilichovunjika sana. Lakini haikuwa tena na mahali maishani mwangu. Haikunihitaji kukumbusha ahadi ambazo kwake hazikumaanisha chochote. Pili, picha yetu ya harusi hii iliyokatwa vipande. Ilikuwa imewekwa fremu kwenye korido kwa miaka. Wote walisema jinsi ilivyokuwa nzuri. Vazi, tabasamu langu, mstari wa mwanga ulioanguka sawa nyuma yetu. Tulionekana furaha. Tulionekana kupendana. Lakini ilikuwa picha tu. Picha ya kitu kisichokuwepo tena. Niliondoa kutoka fremu, niliikata vipande nyembamba na kuiweka kwenye sanduku. Angejaribu kuiunganisha tena ikiwa anataka, lakini haingekuwa na maana. Hasingerudi sawa. Kisha kijiti cha USB. Kilikuwa na sauti na video niliyorekodi siku hiyo. Kutoka korido. Kutoka wakati niliposikia sauti yake. Maneno yake, sauti, kicheko. Njia aliyosema jina lake. Njia aliyohalalisha kile alichokuwa akifanya, akiamini nisingegundua kamwe. Rekodi hiyo haikuwa ushahidi tu. Ilikuwa ukweli. Kilichotokea kweli, bila vichujio, kisichoweza kukataliwa. Nilikuwa nimeituma tayari kwa watu wachache, familia ya karibu, marafiki wachache wa pamoja, ili nisiendelee kueleza. Sikutaka sauti au dhana. Nilitaka wasikie kwa masikio yao. Hivyo walipouliza kwa nini nimeondoka, walijua. Na ikiwa yeye alijaribu kusimulia toleo jingine, alijua kuwa wao tayari wana ukweli. Kisha nyaraka za talaka. Nilikuwa nimepita kwa wakili, nilifanya kila kitu safi na haraka. Hakuna cha kujadili kuhusu mali, si angeweza kubaki na nyumba. Sikutaka chochote kutoka kwake. Sikutaka kukaa ofisini kuzungumza kuhusu mgawanyo au nani anachukua nini. Nilitaka tuishe. Nyaraka zilikuwa zimesainiwa kwa upande wangu. Alipaswa kusaini yeye pia. Mwishowe, barua. Nilichukua siku kuandika. Nilianza, nikafika mistari mitatu, kisha nikasimama. Wakati mwingine nilitazama skrini nikiuliza kama kuna mchanganyiko wa maneno unaoweza kusema kweli kile nilichohisi. Sikuwa na uhakika angeisoma yote. Labda angeirarua katikati. Labda angecheka. Labda angelia. Haikumaanisha. Hapa ndipo kilichokuwa kimeandikwa. Neema, umesema uongo. Umesaliti. Umevunja na kuharibu mtu ambaye angefanya chochote kwa ajili yako. Huwezi kuomba msamaha kwa sababu sasa umetubu. Huwezi kuomba radhi na kutarajia dunia irudi kama ilivyokuwa. Nilikuwa tayari kuzeeka nawe. Nilikuwa tayari kukupa muda wangu, upendo wangu, mustakabali wangu. Wewe uliamua kuwa haitoshi. Na ukachagua mwingine, mmoja niliyemwamini, mmoja niliyemuingiza maishani mwetu, kukidhi mahitaji yako. Kile ulichofanya hakifutiki. Huwezi kurudisha nyuma mambo uliyosema katika chumba hicho. Huwezi kurekebisha kile ulichovunja. Nimetuma rekodi kwa watu waliokuwa muhimu, familia yangu, yako, wale waliotujali sote. Nilitaka waelewe kwa nini nimeondoka bila kuigeuza kuwa uvumi. Sikutaka kuwa mada ya mazungumzo ya kunong'ona. Nilitaka wajue ukweli. Kwa sababu ukweli ndio kitu pekee ambacho wewe hukuwa umenipa kamwe. Utanipata. Utapata tena habari zangu. Sitajibu ujumbe wako, simu zako, barua yoyote utakayojaribu kunitumia. Sina hasira tena. Nimeondoka tu. Sihusiki tena na nyumba hiyo. Sihusiki tena na maisha hayo. Na hakika sihusiki tena na wewe. Sitarudi. Wala kwako. Wala katika mji wetu. Labda hata nchini hii.
Kwa heri, Juma. Nilipofunga sanduku na kuliacha postani, sikuhisi kuridhika. Sikuhisi kisasi. Nilijisikia tupu. Nimechoka. Lakini kitu ndani yangu kilikaa. Haikuwa amani. Bado. Lakini ilikuwa hatua ya kwanza. Miaka 5 imepita. Siku fulani inaonekana maisha yote. Nyingine inaonekana jana. Njia wakati unavyonyosha na kukunja kuzunguka mambo fulani ni ya ajabu. Haiendi kwa mstari ulionyooka. Ni zaidi kama fundo unalojifunza polepole kufungua. Katika miaka nimepata vipande vichache kuhusu neema. Sikuenda kutafuta, lakini marafiki wa pamoja na watu wa eneo la zamani kila mara walinipa habari, nikotaka au la. Picha haikunishangaza. Kutoka kwa kile wanasema hajarudiwa kweli. Alijaribu kutoka na mtu, lakini hakuna cha kudumu. Wengi wa wanaume walitoweka baada ya kujua kuhusu rekodi. Sauti husambaa haraka kuliko unavyofikiria. Mmoja alikuwa amekuwa mzito wa kutosha kuuliza kuhusu maisha yake ya zamani. Yeye hakujibu kwa uaminifu. Alipogundua alimwacha ghafla na kumwambia rafiki wetu, ikiwa alifanya mara moja atafanya tena. Siwezi kumpinga. Nilijua alianza safari na mtaalamu wa saikolojia muda mfupi baada ya kutoweka kwangu. Nimefurahi kwa kweli. Natumaini vikao vilimsaidia kuelewa kwa nini alifanya alichofanya. Natumaini alitazama hatia yake usoni. Natumaini alikaa mbele yake. Si kwa sababu nilitaka amteseke, ingawa kwa muda mrefu nilitaka, lakini kwa sababu ikiwa kuna uwezekano mdogo asifanye madhara tena kwa mtu mwingine kama alivyofanya kwangu, alipaswa kuanza kwa kuelewa kile alichoharibu. Bado anaishi katika nyumba yetu ya zamani. Nilimwachia. Sikutaka. Kutoka wakati nilipotoka pale iliacha kuwa nyumba. Ilionekana laaniwa. Si kwa maana ya ajabu, lakini kwa namna mahali kunavyonyonya maumivu. Kila ubao wa sakafu ulishika kumbukumbu nisitakayo tena. Kila chumba kilikuwa na roho ya toleo la sisi ambalo halikuwepo kweli. Yeye alitaka nyumba. Sawa. Anaweza kubaki na kuta na paa. Mimi nilichukua uhuru. Na mimi niliuza ubunifu design miezi michache baada ya yote haya. Nilichukua ofa nzuri na kuondoka na ya kutosha kuanza tena bila matatizo ya kiuchumi. Nilifungua studio mpya kwa jina tofauti. Timu ndogo zaidi. Wateja waliochaguliwa zaidi. Sifanyi kazi hadi usiku kama zamani. Sifuati kila fursa kana kwamba ni maisha au kifo. Nafanya kazi inayonivutia na nikimaliza nazima kompyuta na kutoka. Nilihamia sehemu nyingine ya nchi. Kijiji tofauti. Kando ya bahari. Kasi ya polepole. Aina ya mahali watu wanapokusalimia unapokutana barabarani hata wasijue wewe ni nani. Nilikodi nyumba ndogo yenye veranda iliyofunikwa na baadaye nikanunua nyumba simbali na bandari ndogo. Ninaishi peke yangu karibu daima. Nina majirani ninazungumza nao maneno mawili, baa ninayoenda kwa furaha, marafiki wapya wasiojua chochote kuhusu maisha yangu ya zamani na wasiofanya maswali mengi. Ilikuwa bahati. Sikufanya urafiki mwingi. Mazungumzo machache hapa na pale. Kinywaji na mtu mwenye urafiki. Lakini imani ni kitu dhaifu sasa. Si hofu tu ya kusalitiwa, ingawa ipo pia. Ni kumruhusu mtu karibu vya kutosha kuona madhara. Kuuliza kuhusu nyufa na kutojiondoa ninaposimulia ukweli. Ni ngumu zaidi kuliko inavyoonekana. Sina hasira tena. Nilibeba kwa muda mrefu kama gunia la mawe nililokataa kuweka chini. Ilinichosha. Ilinifanya nishuku kila fadhili. Mwishowe niliacha. Si kwa ajili yake, hakuwahi kustahili msamaha wangu, bali kwa ajili yangu. Nilikuwa nimechoka kuamka nikiwa na hasira. Nimechoka kuishi kana kwamba bado nimesimama katika wakati huo wa miaka 5 iliyopita. Sihitaji kisasi. Sihitaji msamaha. Hata sihitaji mwisho. Nilihitaji tu umbali. Na niliupata.
Sasa naamka, natengeneza kahawa, natembea kando ya bahari, naenda kufanya kazi kwenye mambo yanayonivutia kweli. Nazungumza zaidi na wazazi wangu. Naenda kwa dada yangu na wajukuu. Nimejifunza kudhamini kimya. Kukaa peke yangu bila kujisikia peke yangu. Ni kitu nilidhani nisingeweza kuwa mzuri. Ikiwa mtu anasoma mistari hii, mtu anayejikuta kwenye ukingo wa shimo lile lile, akiuliza nini afanye baada ya mtu aliyemwamini zaidi kumtupia kila kitu, hapa ndipo ninachokuambia. Hulazimiki kubeba makosa yao. Hulazimiki kufanya uongo wao kuwa mzigo wako. Si dhaifu kwa sababu moyo wako umevunjika. Na si mjinga kwa sababu uliamini kitu kilichojitokeza kuwa bandia. Lakini usibaki katika moto kwa sababu umejenga nyumba. Usijichome ili kuwaweka joto. Tembea. Kimbia. Usigeuke nyuma. Na baadaye, amaamue wewe mwenyewe kinachotokea baadaye. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, mhusika mkuu alifanya sawa kutoweka bila kumpa fursa ya kumwelezea ana kwa ana? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utoe laiki.